nilikuwa chini ya dhehebu moja la Kikristo linaitwa Pentecost Swedish, na nilikuwa chini ya shirika moja la Kikristo linajiita International Gospel Outreach, makao makuu yake America, branch iko Dar es Salaam, Tanzania. Baada ya kuhitimu masomo yangu, nilichukuliwa moja kwa moja na shirika hili mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza kazi yangu ya utumishi wa Mungu. Wakati ule tukisema mtumishi wa Mungu, lakini si mtumishi wa Mungu. Kwa bahati nzuri nimekaa Dar es Salaam kwa muda wa miaka miwili nikiwa chini ya askofu mmoja anaitwa Obedi Minani. Mimi nilikuwa ni mchungaji, askofu wangu ni Obedi Minani. Tunaposema mchungaji ni Kiswahili, tukisema pastors ni Kiingereza, ni yule yule. Tukisema bishop ni askofu. Kwa hiyo ni lugha moja tu na ni lengo ni lile lile, na mtu na wadhifa ni ule ule. Kwa bahati nzuri, baada ya kukaa Dar es Salaam kwa muda wa miaka miwili, nilichukuliwa na shirika la Kikristo International Gospel Outreach likanipeleka Zanzibar kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya kuitangaza Injili. Zanzibar ninapoitaja tulikuta 99% ni Waislamu, na wakazi wa pale wote walikuwa ni Waislamu na Uislamu upo. Tulikaa tukiwa mimi na wainjilisti wengine wa misionari na maskofu, tukipanga mikakati namna gani ya kuweza kusimamisha Ukristo maeneo yaliyokuwa na Waislamu wengi. Askofu Dickson Kaganga akisaidiana na askofu Obedi Minani walitushauri sana sisi wachungaji tuweze kufanya kazi ya kuhubiri Injili kwa nguvu zote katika kisiwa cha Zanzibar, mji wa Unguja. Na baadaye nilipelekwa Pemba, mji mmoja unaitwa Wete, nikaenda Chake Chake, nikaenda Mkoani. Hii ni miji mitatu iliyoko Pemba. Nikatolewa kule nikaletwa moja kwa moja Unguja mjini, ina maana ndio Zanzibar yenyewe. Nimekaa Unguja mjini, nikapelekwa shamba sehemu moja inaitwa Chuini, nikaenda Machui. Huku kote tulikuwa tukijaribu kuhubiri Injili ili Waislamu waweze kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa bahati nzuri, tulipokuwa Zanzibar tulikaa tukatafakari namna gani ya kuweza kuwafanya Waislamu waingie katika imani ya Kikristo. Jambo la kwanza, tulikubaliana tuweze kujenga nursery school ili tuweze kuwachukua watoto wa Kiislamu na kuwapa itikadi ya Kikristo. Kwa bahati nzuri tulijenga nursery school pale Chuini. Wazanzibari ambao ni Waislamu walituzia viwanja, na tulipojenga shule tukajenga na kanisa. Wazanzibari waliona jambo la ajabu sana kujengwa kanisa Zanzibar ni sawa na Msomali kuona kanisa linajengwa Mogadishu. Walituuliza kwamba nyinyi mliomba maeneo kwa ajili ya kujenga shule, vipi mnajenga kanisa? Tukawaambia Tanzania ni nchi ina uhuru wa kila mmoja kuabudu dini yake. Sisi ni Wakristo, nyinyi Waislamu. Kwa sisi kama Wakristo tutaendelea kuabudu katika imani yetu. Lakini hapo tumeshapanga utaratibu mzuri kwamba watoto wote wa Kiislamu watakaoingia kwenye nursery school zetu, tunapoanza kuwapa elimu ya secular, lazima tuwatengenezee mazingira. Wanapoingia wataingia kwa maombi ya Kikristo, watakapotoka watatoka kwa maombi ya Kikristo. Hii yote ni kutaka kwa confuse wasiwe na kufikiri wala na kufikiria kwamba hakika Uislamu tuna uwezo kuutumikia kwa elimu hii. Tumejenga nursery school, watoto wa Kiislamu waliletwa kwa wingi sana. Alafu tukafanya utaratibu wa kuangalia pale shuleni kwetu kuna watoto wa Kiislamu wangapi. Tukakuta 99% ni watoto wa Kiislamu, au 100% ni watoto wa Kiislamu. Na kila mtoto wa Kiislamu tuliweka utaratibu atatoa ada yake ya school kwa pesa halali ya Kitanzania shilingi 10,000. Kwa hiyo tukajikuta kwa pale Tanzania visiwani tuna nursery school karibuni 3. Tukiangalia Tanga maeneo yote ya Kiislamu tukajikuta tuna skuli nyingi za Kikristo. Kwa maana nzima tulikuwa tunasema Muislamu aichangie Injili kwenda mbele au ausukume Ukristo kwenda mbele kwa pesa yake. Kwa nini? Tulikuwa tukifanya ile pesa unaoitoa wewe kumsomesha mwanao, tunaifungulia akaunti kwa muda wa mwaka mzima, tunajikuta kanisa linaingiza karibuni milioni 100 au milioni 200. Ile pesa umeichangia wewe Muislamu. Baada ya hapo inapelekwa makao makuu ya Ukristo, inakwenda kufanya mikakati namna gani ya kuweza kuangamiza Uislamu na Waislamu. Tumefanya kazi ya namna hii, lakini baadaye tukaambiwa angalieni watoto hawa wanakamata barabara mafundisho ya Kikristo,
Tukaja kuangalia watoto wa Kiislamu tukakuta hawakamati barabara mafundisho ya Kikristo. Na baadaye tukafanya utaratibu, tukaambiwa badilisheni mfumo tena kwa mara ya pili. Tukabadilisha mfumo wa pili tuliobadilisha, tukawatangazia wazazi wote wa Kiislamu, watoto wote wanaosoma kwenye shule zetu wataingia saa 2 asubuhi, watatoka saa 7 wakapate lunch, na baadaye watarudi tena saa 9, hawatotoka mpaka saa 12 jioni au saa 1 jioni. Tulikuwa tukiita tuition, kila mtoto lazima apate elimu ya tuition, ni amri sio ombi. Ule muda tukajaribu kuufunga ili wale watoto wakitoka wasipate muda wa kwenda madrasa kuisoma Qur'ani na kumsoma mtume wao, ili tuweze kuwapa elimu ya sekula peke yake, then baada ya miaka 15 watakuwa hawana hoja juu ya Uislamu wao. Tukafanya kazi hiyo vizuri sana, na Wazanzibari ambao ni Waislamu walijaribu kutupa nguvu sana pale Zanzibar, na kwa bahati nzuri tuliweza kufanikiwa kwa njia hiyo. Tulipokea watoto wengi sana wa Kiislamu, na baadaye ikafikia wakati watukufu wa Kiislamu ndani ya skuli yetu ya Kikristo tunajaribu kwa confuse wale watoto ili kuangalia namna gani wameshika elimu ya Kikristo, namna gani wamekamata mafundisho ya kanisa, namna gani ambavyo imani zao zimeshuka juu ya mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi nakumbuka tuliweza kutengeneza mikakati ifuatayo. Inapofika saa 7 watoto wadogo tunawatoa waende majumbani kwa ajili ya kupata lunch. Tulikuwa tukiwaambia fumbeni macho tuombe. Watoto wadogo hawajui kitu, wanafumba macho, tunaomba. Then baada ya kuomba tunawaambia fumbueni macho. Wakifumbua macho, wakianza kutoka kwenda majumbani, tunawagawia pipi au biskuti. Tunawaambia biskuti hizi ameleta Yesu Kristo mwana wa Mungu. Muhammad hakuleta chochote, sio mtume, ni Mwarabu tu alikulupuka jangwani akajifanya ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tumekwenda na mbinu za namna tukufu wa Kiislamu, ikafikia wakati tulishindwa kuweza kudhibiti nafsi za watoto wadogo. Tukaanza kutoa misaada kwa wazee wa Kiislamu pale Zanzibar. Misaada tulikuwa tukitoa kama kutoa matibabu bure na kutoa huduma wakati mwingine za kugawa misaada ya nguo bure na kwa wazee wa Kiislamu. Lakini tunapomgawia chakula baada ya wiki 2 au 3 tulikuwa tukimrudia na tunamhubiri tena kwamba Yesu ni Bwana na yeye ndiye anayeweza yote, kwa hiyo ukiri Yesu kwa ni mwokozi wa maisha yako. Tumeweza kufanya namna hii kwa muda mrefu, lakini nakumbuka tulimsikia mzee mmoja wa Kizanzibari anajisifia kwa Wazanzibari wenzake, anasema alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu amekuja kwetu hapa makafiri wanagawa misaada sana. Anatuita makafiri lakini msaada wetu alikuwa anachukua. Kauli hiyo ilituuma na tulijisikia unyonge sana kwa kuitwa makafiri, lakini tukasema kwa sababu lengo letu ujumbe wa Kristo ufike, tukaendelea kufanya harakati za kutaka kuwabatiza Wazanzibari. Tumefanya kazi hiyo. Hatima yake nakumbuka tuliwahi kumgawia mama mmoja. Mama huyu alikuwa ni Mzanzibari. Mama huyu alikuwa amefiliwa mumewe, ana watoto 3 mayatima. Nakumbuka tulimgawia shilingi 50,000, tukampatia na neti ya mbu, tukamwambia hii tumekupa, nenda zako mama kwa ajili ya huduma ya wanao. Na wale watoto 3 tulikuwa tukiwapa msaada kwa ajili ya kuwasomesha school. Kwa bahati nzuri yule mama tulimfuata mara ya kwanza tukamhubiri ili akili Yesu kwa ni mwokozi wake. Yule mama alikataa. Tukaenda kwa mara ya pili tukamhubiri, yule mama akakataa. Kwa siku ya 3 nakumbuka tulikwenda na misionari wetu anaitwa Henry Jonathan, yeye alikuwa ni Msweden. Tukamwambia mama, leo tumekuja na mtumishi wa Mungu mpya, tunaomba ukiri kuwa Bwana Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Yule mama alitoka nje akasema, mimi katika familia yetu yote hakuna Mkristo hata mmoja. Tukamwambia tatizo sio kwamba familia iwe wa Kristo, tunataka wewe umkiri Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Yule mama akaleta kusita. Yule misionari aliingiza mfukoni akampa $100 ambao ni sawa na shilingi 130,000 ya Kitanzania. Yule mama akaipokea ile pesa. Tukamwambia mama, unasemaje? Yule mama alikiri. Tulimuongoza, tulikuwa tukisema kwa sala ya toba, akapiga magoti. Tulikuwa tukisema tukamkabidhi mbele za Bwana, tukamuombea sala ya toba, na baada ya pale mama alikiri kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yake. Na baada ya kukiri, misionari akamwambia, madamu umekiri kuwa Yesu ni mwokozi wa maisha yako, tunachoomba sasa mama uingie ndani utukabidhi vitabu vyote vya Kiislamu. Yule mama alitukabidhi vitabu vyote vya Kiislamu, tukavichoma moto mbele yake. Kitendo hicho kilileta uchungu sana kwa Wazanzibari. Wazanzibari wakasema sisi ni makafiri, sasa tuwawe kule Zanzibar. Kwa bahati nzuri tuliishi maisha ya dhiki sana kule Zanzibar, kwa sababu tulikosa mfungamano tena na baadhi ya Wazanzibari.
lakini watoto wao waliendelea kuletwa kwenye skuli yetu kwa sababu ilikuwa ni shule bora, sio bora shule. Ilikuwa ina walimu wazuri wanaofundisha lugha nzuri ya Kiingereza na kutoa masomo mazuri kama masomo ya Kiswahili na masomo ya hisabati na masomo mengineyo. Kwa bahati nzuri, nini ilituyakinisha kwamba Uislamu ni dini? Japokuwa toka nimesilimu nimekuta kwamba Waislamu wao wenyewe ndio wanatoa mchango mkubwa wa kudhoofisha Uislamu na kudhoofisha mtume wetu Muhammad. Laiti kama Waislamu wangekuwa kweli na wakasimama imara, basi hakuna kafiri ambaye angesimama kudhoofisha Uislamu wala kuchezea Uislamu. Na ni jambo ambalo lilinishangaza sana baada ya kusilimu kuona kwamba Waislamu wao ndio wamekuwa wa kwanza kubomoa Uislamu na misingi ya Uislamu. Na msingi wa kwanza ambao nimeubaini kwa sisi Waislamu, si wa kweli tuna ndimi mbili. Na hasa kwa viongozi wakubwa wa Kiislamu wana ndimi mbili. Nimeona Tanzania, nimeona Uganda, nimeona Kenya. Nimekuta kwamba wale maamuma wote wana kiu na Uislamu, wako tayari kutoa mali zao na nafsi zao. Lakini wale walioko mbele wanasema sisi ndio tunaujua Uislamu. Wao wanakuwa wanakana makafiri, baadaye wanakana Waislamu, yani wanashare katika imani hizi mbili. Hawako wazi na si wa kweli katika kuendesha mapambano ya Kiislamu. Waumini kama wakisema kwa nini wale viongozi wanasema tunatumia hekima, kwa sababu nchi hii tumechanganyikana makafiri na Waislamu, kwa hiyo tutumie hekima. Kumbe ni mchezo unaochezwa wa kudhoofisha Uislamu na kumdhoofisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka nini kilichowakinisha kuwa Uislamu ni dini. Tulikwenda Malawi, Blantyre, kwenye conference kubwa la Kikristo. Ndugu zanguni, Ukristo sio dini ya Mungu, ni kampuni ya wazungu. Nisikilizeni kwa makini. Na wale Waislamu wanaotoka katika Uislamu wallahi wakaingia katika Ukristo, basi hawa wanaikimbilia jehanamu, na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama hatowahurumia kuwapeleka motoni. Mwenyezi Mungu atufishe tukiwa ni Waislamu. Nakumbuka tulipofika Malawi, Blantyre, tulikwenda kwenye conference kubwa la Kikristo, crusade. Tulikwenda kwa ajili ya kuitangaza Injili. Tulikuweko mitume na manabii, wainjilisti, wachungaji, maaskofu kwa ajili ya kwenda kutangaza Injili. Kulikuwa na maaskofu kutoka Tanzania, mitume na manabii, wachungaji kutoka Tanzania, mitume na manabii, kutoka Uganda, mitume na manabii, kutoka Malawi, mitume na manabii, kutoka South Africa, mitume na manabii, kutoka Botswana. Lilikuwa ni crusade kubwa la kimataifa. Tumekwenda pale kwa ajili ya kuinadi Injili ili iweze kusonga mbele. Tulikuwa tukisema namna hiyo. Nakumbuka tulikuwa na mchezo wa kutengeneza paka viwete wa bandia. Viwete hawa ili kuwatengeneza ni kutaka kujifanya kwamba tunaponya na kumbe hatuponyi. Nakumbuka nilipokuwa Malawi, Blantyre, niliweza kudhalilika sana kwenye mkutano wa Injili. Na wachungaji wote walikuwepo na mitume na manabii. Nilitangaza kwamba kesho ndio siku ya uponyaji. Kesho ndio siku ya maombezi. Wenye wagonjwa walete vitambaa vyao, nitaviombea katika jina la Yesu. Na kweli watu walikuja kwa wingi. Watu walimwagika karibu na maelfu ya watu kutoka pale Malawi. Tulikuwa mji mmoja unaitwa Blantyre. Nakumbuka kulikuwa na matajiri wakubwa wamepaki magari yao ya kitajiri. Nikapanda juu ya jukwaa, nikazungumza, nikahubiri Injili. Baadaye nikasema sasa nataka niombee wagonjwa. Na baadaye kwanza nikaitisha sadaka, ukapigwa wimbo wa sadaka. Baada ya hapo nikabariki sadaka. Baada ya kubariki sadaka nikasema sasa nataka niwaombee wagonjwa. Lakini katika ule mfumo wa kutoa sadaka kulikuwa na mama mmoja na mtoto wake ni kilema, anatembea na magongo mawili, miti miwili. Yule mama alikuwa ni maskini sana. Lakini nikafungua Biblia nikasoma Luka 18 mstari wa 24. Yesu anasema tajiri ni vigumu kuingia ufalme wa Mungu, ni sawa na ngamia kupenya katika tundu la sindano. Nikasema matajiri yote hamtaufuata ufalme wa Mungu. Yule mtoto aliposikia nimesoma maneno haya alihuzunika sana ndani ya nafsi yake, na yule mama akahuzunika sana. Alikuwa na kwacha 5 ameshika mkononi kwake. Kwacha 5 ni hela ndogo sana, ni kama shilingi 5 ya Kenya. Yule mtoto akamwambia mama yake, mama mpelekee mtumishi wa Mungu, amesema maneno mazito. Na mama anamwambia mwanae, mwanangu hii pesa ni ndogo, ipeleke wewe. Wakawa wanavutana mama na mtoto. Hatima yake mtoto yule alikuja na yale magongo yake mawili, akaja paka mbele ya jukwaa la mchungaji, akaweka ile kwacha 5. Na baada ya kuweka kwacha 5 akaona hii ni sadaka ndogo, wallahi akatoa na zile fimbo zake akanitolea mimi mtumishi wa Mungu. Alafu akapiga magoti ili nimwombee aweze kutembea mtoto yule. Alipopiga magoti ili nimwombee, nikanyosha mikono yangu juu mbinguni, nikamwambia Mungu kwa maneno ya Kikristo, Baba najikabidhi kwako katika jina la Yesu.
mwana wako wa pekee, naliinua jina lako Baba, uoneshe utukufu wako na miujiza yako hapa. Nikamkamata ule mtoto kichwani, na baadaye nikaomba maombi ya Kikristo, nikasema simama katika jina la Yesu, lakini yule mtoto hakusimama. Nikaita jopo la mitume na manabii, nikasema mzungukani mtoto muombe, na wakaomba, lakini mtoto kila tunaposema katika jina la Yesu simama, mtoto hakusimama. Na baadaye tulimwambia mtoto, imani yako ndogo, nenda zako. Yule mtoto aliondoka. Tumekwenda watukufu wa Kiislamu mpaka kote yetu tulikuwa tukiishi. Nakumbuka ilikuwa ni 2:30. Tumekaa tunadiskasi namna gani ya kuweza kuendelea kuitangaza Injili. Nakumbuka, Mwenyezi Mungu ni shahidi, alisimama misionari ambaye anaitwa Hele Jonathan, akaniambia maneno yanayofuata. Akasema, Mwaipopo, tumefanya kazi ya kutangaza Ukristo miaka mingi, lakini katika historia tunaambiwa duniani kuna dini kuu mbili, Uislamu na Ukristo. Na tunapoambiwa Uislamu, wanasema Waislamu wenyewe kwa tafsiri ya neno hili ni unyenyekevu, amani na kujisalimisha mbele ya Mungu. Na tunaposoma neno Kristo, maana yake ni mtu mpakwa mafuta, au aliyewekwa wafu kuwa kuhani au nabii au masihi au Kristo. Kwa hiyo inamaanisha dini zipo duniani kuu mbili, na sisi sote tunakusudia kumtafuta Mungu ni mmoja, lakini tofauti yetu kubwa iko kwa Yesu na Mtume Muhammad ambaye ni mtume wa Uislamu. Sasa hebu tufikie sehemu tuangalie, yawezekana Waislamu ni waongo au yawezekana sisi ni waongo. Tufanye research katika vitabu vya Mungu, tuangalie ukweli baina ya dini hizi mbili, ipi iliyokuwa ya kweli na ya haki. Katika Ukristo akisema neno lolote mzungu, wewe ngozi hii huwezi kupinga, kwa sababu yeye ndio kakuletea dini. Lakini tulistajabu sana kwa kutuambia maneno yale, na tukamuona kama huyu mtu labda amepagawa na pepo wachafu. Tukamwambia, mtumishi wa Mungu, kwa nini unanena maneno yako? Akasema, ndio, tunaona tunafanya kazi kubwa sana, lakini ujumbe wetu haufiki kwa malengo tunayotarajia. Nakumbuka tulimwambia nini maana ya Uislamu. Wallahi akatuambia maana ya Uislamu ni neno la Kiarabu, tafasiri yake ni amani, salama na kunyenyekea mbele ya Mungu. Maana ya Ukristo akatutafasiria maana yake ni mtu mpakwa mafuta, kwa ushahidi wa Matendo ya Mitume, Bible Imprimatur 11:25, tafsiri ya maneno madogo pale chini. Akatuambia hii ndio tafsiri halali ya Ukristo. Akatuambia sasa tuangalie kama kweli Ukristo ni dini au Uislamu ni dini. Tukamwambia tutaangalia vipi? Akatuambia kwanza tutaangalia, je, Yesu ni Mungu au sio Mungu? Nakumbuka alitusomea aya moja aliyopenda kuisoma hapa Bwana Mazinge katika Luka 2:21. Tulisoma aya hii tukakuta inasema, zilipotimia siku 8 za kumtahiri, mtoto alitahiriwa akaitwa jina lake Yesu. Akatuambia, mabwana, sisi tumesoma, na yeye alikuwa amegraduate, ni mtu msomi, tena ni doctor, ana PhD. Akatuambia, mabwana, kwa mujibu wa aya hii inaonyesha Yesu alitahiriwa na sifa ya Mungu. Mungu hawezi kutahiriwa wala karibiwa na kiumbe yoyote. Kwa hiyo Yesu sio Mungu, Waislamu wako sahihi. Tukamwambia, kwa nini unasema hivyo mtumishi wa Mungu? Akasema ndio. Tukamwambia, ili tusadiki kama Uislamu ni dini, tuoneshe Muhammad ndani ya Biblia. Akacheka sana, akatuambia Muhammad yumo na vitabu vyote vya Kikristo vinamkubali Muhammad kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tukamwambia kwa nini? Akasema ndio. Nakumbuka tulipokuwa chuo cha Biblia Kigoma, tunapoisoma Bible, tulikuwa tukifika baadhi ya aya tunaambiwa, lukeni mtakwenda mkaisome mbinguni mkifurahi na malaika. Kumbe aya hizo ndizo zinazomtabiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka yule bwana alitoa kitabu kidogo kinaitwa Breviary. Breviary, kitabu hiki kimeandikwa kwa lugha ya Kiebrania, kimetafasiriwa kwa lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili kwa vile vilivyopo katika nchi ya Mashariki. Yule bwana akafungua, nakumbuka ukurasa wa 223. Tukafungua katika Breviary, tukakuta Mungu mwenyewe katika kitabu kile anazungumzia kuhusu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatuambia, wekeni mbali kitabu hiki. Akatufungulia Biblia hii inayosomwa na Wakristo wote ulimwenguni katika Yohana 16:7. Tukaisoma, tukakuta Yesu anawaambia wanafunzi wake, yawafaa ninyi mimi niondoke duniani kwa sababu mimi hamkuniamini, lakini tazama yuaja nyuma yangu, naye akishakuja Roho huyo atakuja kuhakikisha ulimwengu mzima kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Tukajiuliza, huyu Roho anayetabiriwa atakuja nyuma baada ya Yesu ni roho yupi? Akatuambia, nendeni katika Qur'ani ya Waislamu
Nakumbuka alitufungulia katika Qur'an sura ya 61 aya ya 6. Tukaisoma tukakuta Mwenyezi Mungu anasema, na wakumbusha aliposema Nabii Isa mwana wa Maryam kuambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu kwenu. Nimekuja kusadikisha yale yalikuwepo kabla yangu mimi Yesu ndani ya Torati, na kutoa habari njema za mtume atakayekuja baada yangu, na jina la mtume huyo ataitwa jina lake Ahmadi au Muhammadi, na maana majina mawili yote haya ni moja. Akatuambia huyo nani? Tukamwambia huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo haki tumeanza kuiona, lakini na kwenye Ukristo matunda ni mazuri na mkono unafika kinywani barabara. Sasa tukabaki kuwa ni wanafiki wa Kikristo. Kusilimu tunataka na Ukristo tunautaka, tukabaki tuna heni. Akatuambia tunaendelea. Tukamwambia kuna hoja hapa, vipi hawa watu wawe wa kweli katika Uislamu? Akatuambia tuchukue akili za kibinadamu. Ili mtu ajue dini ya Ukristo lazima akae na wachungaji, na ili mtu aujue Uislamu lazima akae na shekhi. Sasa tuangalie baina ya nchi ya Mashariki ya Kati na nchi za kimagharibi, ni nchi gani zilizopata bahati ya kukaa na manabii wa Mungu? Tukamwambia uko right. Akatuambia binadamu wa kwanza kuumbwa duniani Nabii Adamu. Adamu aliishi nchi gani? Tukamwambia kwa mujibu wa Biblia ni Mesopotamia. Akatuambia Mesopotamia ni nchi gani? Ndio iliitwa Babeli au Babyloni. Sasa hivi ndio tunaita Iraq. Mji wake mkuu ni Baghdad. Akatuambia hapo Iraq ndipo alipoishi Nabii Adam. Hii ni Mashariki ya Kati, ghuba ya Wajemi. Mungu anawapelekea Waarabu kwanza mtume, sio wazungu wala sio Marekani wala sio Wafaransa. Anaangalia watu wa Mashariki ya Kati. Tukaja kumwangalia nabii wa pili kuishi pale, tukamkuta Nabii Nuh, Lut na Nabii Ibrahimu. Hawa wote walikuwa manabii kwa wakati mmoja, ila walikuishi nchi mbili tofauti. Wote walizaliwa Iraq. Kwa historia ya Biblia, Ibrahim alipambana na mfalme mmoja anaitwa mfalme Nimrod. Akahama pale nchi ya Iraq, akaelekea nchi moja inaitwa Palestine au Palestina ya sasa. Kwa mujibu wa Biblia ikatuelekeza encyclopedia ya Roman Catholic kwamba Ibrahim alihama pale akaenda Misri, Egypt, akapewa mjakazi ambaye ni Sarai. Akatoka pale akaenda moja kwa moja mpaka Palestine akiwa na ndugu yake Nabii Lot. Wallahi yule msiri akatuambia hii yote ni Mashariki ya Kati. Mungu anampeleka nabii wake Palestina, hakumpeleka Ulaya wala Ufaransa. Tukaja kumwangalia Ibrahimu, yeye ndio alitoka pale akaenda moja kwa moja mpaka nchi inaitwa Saudia. Mwanzo kwa mujibu wa historia katika Biblia ilikuwa inaitwa Paran, ikaitwa Hijaz, sasa hivi inaitwa Saudia. Pale ndipo alipoishi Nabii Ibrahim na Nabii Ismaili, na ushahidi wa kukaa pale tukakuta maji ya Zamzam yametokana na Nabii Ismaili alipolazwa chini akasaga miguu yake, maji yale yapo paka leo. Tukakuta kuta mbili za Al-Kaaba ziliinuliwa na Nabii Ibrahim na Nabii Ismaili, na ushahidi wa mambo yote haya ukisoma katika Mwanzo 14 mstari wa 21, historia yake ikatueleza huyu Nabii Ibrahim. Yule msida akatuambia Mashariki ya Kati Mungu anawapelekea nabii hawa Waarabu, sio wazungu tena. Tukaja kumwangalia Nabii Musa, alizaliwa Afrika hapa Misri, Egypt, akaua mtu akakimbilia nchi moja inaitwa Madian kwa mzee Shuaibu. Sasa hivi tunaita Lebanon. Hii ni Mashariki ya Kati, taifa la Arabu. Mungu anapeleka mtume wake, sio Marekani wala Ufaransa wala Roma wala Italy. Tukaja kumwangalia Nabii Yahya ambaye tulikuwa tukimuita Yohana Mbatizaji. Yeye tukamkuta moja kwa moja aliishi Syria na kaburi lake lipo Syria mpaka leo. Tukaja tukamwangalia nabii wa mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye amefia Maka, amezaliwa Maka, amekwenda kufia Madina. Tukaja kumwangalia Nabii Suleiman na Nabii Daudi. Hawa wote waliishi Palestine, na ushahidi kukaa pale msikiti mkubwa Baitul Muqaddas ulijengwa na Nabii Suleiman, na leo unataka kuchukuliwa na Mayahudi. Wallahi billahi tallahi thumma wallahi, yule mswidi alishika kichwani akasema, iwapo kama Waarabu ndio wamepata bahati ya kukaa na manabii na kuona manabii na historia yote ya unabii iko katika nchi zao, vipi sisi wazungu tutajua dini ya kweli? Kuna mtume yote aliyeishi Ufaransa au Canada? Tukasema hapana. Sasa vipi tukatae ukweli huu? Yule bwana akatugeuzia akatuambia, sasa tuangalie nini maana ya Ukristo. Ukristo na madhehebu mengi. Dhehebu la kwanza kabisa duniani kuasisiwa ni Roman Catholic. Kwa hiyo ukiitwa wewe una dini gani, ukisema mimi ni Mroma, umesema wewe ni raia wa Roma, bado hujakuwa na dini, tueleze dini yako. Ukisema mimi Mkatoliki, Katoliki ni neno la Kilatini, tafasiri yake popote pale. Kwa ukisema mimi ni Roman Catholic, umesema mimi raia wa Roma, popote pale, huna dini.
Tukaja tukaangalia, ukisema mimi dhehebu langu Anglikana imeanzishwa na Waingereza na makao makuu yake ni Uingereza. Kwa hiyo bado sio dini. Tueleze dini yako ni nini. Ukija ukisema mimi ni Protestant imeanzishwa na Martin Luther kule Ujerumani, aliyekuwa Mkatoliki, akawa na upinga Ukatoliki, akaanzisha dhehebu lake linaitwa Lutheran. Yani jina lake Martin Luther akalifanya kuwa dini. Kwa ukisema mimi ni Lutheran, umesema mimi kibaraka wa Martin Luther. Ukisema mimi ni Protestant, unasema mimi ni mpingaji wa Kijerumani. Waarabu wanaita kafiri, Waingereza ndio Protestant, kwa Kiswahili mpingaji. Kwa tukajikuta hatuna dini. Tukisema sisi ni wa Pentekoste ni siku kwa mujibu wa Biblia, Matendo ya Mitume 2:1 ilipotimia siku ya Pentekoste. Tukisema sisi ni Assemblies of God, yani mkusanyiko wa watu wa Mungu, ni dini? Sio dini. Na Assemblies of God imeanzishwa na Marekani, Free Pentecostal Swedish imeanzishwa na Sweden, Lutheran imeanzishwa na Wajerumani, Anglikana wa Uingereza, Roman Catholic wa Italiano. Tukajiuliza kuna mtume alikaa Italy? Kwa tukajikuta hatuna dini, wala hatuna Mungu, wala hatuna mtume. Nakumbuka tuliingia ndani ya ndege moja kwa moja mpaka Dar es Salaam, mpaka Zanzibar. Wallahi watukufu wa Kiislamu, tulipofika Zanzibar, nakumbuka yule Mswidi alituletea Qur'ani ya tafsiri ya Sheikh Abdallah Falsi, akatufungulia katika Qur'ani sura ya 3 aya 85 kama sikosei. Mwenyezi Mungu anaposema na yoyote yule atakayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi dini hiyo kwake haitokubalika na kesho akhera tutakuwa miongoni mwa wenye hasara. Ndugu zangu, tulijikuta sisi hatuna dini, hatuna Mungu, hatuna mtume, hatuna kitabu, hatuna nabii. Sisi ni watu wa jehanamu. Tulijiuliza tufanye nini? Nakumbuka tuliondoka mimi Mwaipopo, Msweden ambaye alikuwa ni misionari. Tukaondoka na nabii na mtume mmoja alikuwa anakaa Mwanza. Tukaenda moja kwa moja mpaka kwa Sheikh Nasolo Bachu pale Zanzibar. Msikiti mmoja huko Raha Leo, ni maarufu msikiti. Tukamuuliza Sheikh huyu, tukaambiwa huyu Sheikh hayupo, yuko msikiti mkubwa eneo moja wanaita Kikwajuni. Tukaenda mpaka kwa Sheikh Nasolo Bachu. Tukamwambia Sheikh, tumekuja tunataka kujiunga na Uislamu, bei gani? Akasema hakuna malipo, vueni suti mnaingia katika Uislamu. Nakumbuka alituchukua paka ofisini kwake akatuhoji, mmelazimishwa? Tukamwambia kwa hiari yetu. Yule bwana alitutamkisha shahada, na baada ya hapo akatuambia lazima mpate foundation nzuri ya Uislamu, kwa sababu Uislamu sio kanzu na kilemba. Uislamu kwanza ni ndani ya nafsi ya mwanadamu. Nakumbuka tulikaa na Sheikh Nasolo Bachu ili akitupa foundation nzuri ya Uislamu, na baada ya hapo tulianza ziara ya kutembea nchi nyingi kwa ajili ya kuhamasisha Uislamu na kutangaza Uislamu. Mswalieni mtume wa Uislamu. Nakumbuka ndugu yangu Mswideni, tumekuwa naye maeneo mengi sana ya kutangaza Uislamu. Tulikuwa naye Nigeria Lagos, tukaenda South Africa Durban, tukaenda Johannesburg, tukaenda naye Cape Town, tukatoka hapo tukaenda Swaziland, tukatoka hapo tukaenda moja kwa moja Mozambique, tulikuwa Maputo, tukaenda mji mmoja unaitwa Nampula, tukaenda mji mmoja unaitwa Msimbwa, tukaenda mji mmoja unaitwa Palma. Tukatoka naye hapo tukaendea demokrasia ya watu wa Kongo. Tulikwenda Kinshasa, tukaenda Lubumbashi, tukaenda Monaditu, tukaenda Bakongo, tukaenda Bandundu, tukaenda Mbujimai. Tukafanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na maeneo mengine yote tumeweza kutembea tukifanya harakati nzito kabisa ya kumtangaza Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mswalieni mtume wa Uislamu. Nataka nihitimishe na jambo moja. Watukufu wa Kiislamu, Uislamu ni dini ya Mungu. Na anayepinga apinge kwa kibli chake.